Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mafuta na gesi, pamoja na juhudi za upatikanaji wa nishati ya umeme, serikali imeendelea kuhakikisha ongezeko la matumizi ya gesi asilia. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Februari 2026, serikali imeongeza mtandao wa miundombinu ya usambazaji wa gesi asilia katika viwanda, taasisi na nyumbani hadi kilomita 243.6 ikilinganishwa na kilomita 184 iliyokuwa kipindi kilichopita. Ili kuimarisha matumizi ya gesi asilia iliyosindikwa, inaelekeza Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Nishati zishirikiane kuandaa viwango msawazo, yani specifications, vitakavyotumika katika mahitaji ya vyombo vya moto vya serikali, ili serikali iongoze kwa mfano kuhama kwenye kutumia vyombo vya moto vinavyotumia mafuta kwenda kwenye vyombo vya moto vinavyotumia nishati ya gesi. Vile vile zijengwe miundombinu za kutosha za kuwezesha vyombo hivyo kuanza kutumia gesi asilia iliyosindikwa. Mheshimiwa Spika, leo tunaongelea tatizo la kupanda kwa bei za mafuta kutokana na hali ya kisiasa, hali ya amani katika Mashariki ya Kati, lakini sisi tuna gesi yetu ambayo itatupa uhakika. Tukishakuwa na gesi yetu na vifaa vyetu vinatumia nishati ya gesi, maana yake hatutaathirika sana yanapotokea matatizo kama haya kwenye nchi zinazozalisha mafuta. Licha ya uwepo wa changamoto za kiusalama za kikanda na kimataifa, ikiwemo ile ya Mashariki ya Kati, serikali itaendelea kusimamia upatikanaji wa bidhaa hizi za mafuta, petroli pamoja na mengineyo, ili kuweza kuhakikisha kuwa bidhaa hizo zinaendelea kuwa himilivu. Tumeona bei zimeanza kupanda, tutakaa ndani ya serikali kuweza kuhakikisha tunakabiliana nalo vipi hilo, ili wananchi waendelee kupata mafuta kwa bei watakayoweza kumudu na kudhibiti kupanda kwa gharama za maisha. Katika hatua nyingine, serikali imeendelea kusimamia mifumo ya kuagiza na kuhifadhi na kusambaza mafuta pamoja na kuongeza uwezo wa kupokea na kuhifadhi mafuta katika bandari yetu ya Dar es Salaam na ya Mtwara. Katika kufanikisha hilo, serikali imeendelea kutekeleza miradi ya ujenzi wa ghala la kupokea na kuhifadhi mafuta lenye uwezo wa kupokea tani 308,110 katika bandari ya Dar es Salaam, ambapo umefikia asilimia 30. Aidha, miundombinu ya kuhifadhi mafuta katika bandari ya Mtwara imeongezeka kutoka tani 29,280 hadi tani 110,221 ambayo itawezesha kupokea meli zenye shehena ya tani 30,000. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2026-2027 serikali imeendelea kuimarisha uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme ili